Nasikitika kuwajulisha kwamba mama yangu mzazi amefariki leo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026 nyumbani KKK Tukuyu Lungwe, mkoa wa Mbeya. Amekutwa amefariki ndani kwa namna yenye kutatanisha. Kijana aliyekuwa wa kwanza kumwona anaitwa Athmani. Anasema asubuhi walikuwa naye, kijana alienda kukamua ng'ombe pale nyumbani. Baadaye alipomwacha akaona ametoa vyombo kwa ajili ya kuosha, kaondoka. Mchana aliporudi, huyo kijana akakuta mama amelala kitandani chumbani, yuko kimya, ameshafariki. Kijana anasema mama hata awe naumwa mchana au aendi kulala kitandani, atalala penye kiti sebuleni. Lakini leo imeshangaza kwamba ameenda amelala na ameangalia juu, kalala kwa namna ambayo unaweza ukaona inawezekana kabisa pana mtu amesimamia jambo hilo. Historia ya kijana Athmani alienda kumwona ni kwamba ni kijana wangu, nimeishi naye Tukuyu mjini pale njia panda Ndembela toka mwaka 2004 mpaka 2007. Baada kuonekana amenifaa sana, nilipokuwa nahama toka Mbeya kwenda Dar es Salaam mwaka 2007, niliona ameshakuwa, kwa sababu tunalingana umri, ama yeye ila yeye mwili ni mdogo, au nimemzidi mwaka mmoja, ila mwili ni mdogo, ila alikuwa naishi kwangu kama msaidizi wangu. Baada ya kuona amekuwa anataka kuoa, na mimi siwezi kwenda naye Dar es Salaam kwa sababu kule nilikuwa naenda Kwaso, niliamua kumnunulia shamba. Hakuwa ndugu yangu kabisa, lakini niliamua kumnunulia uwanja karibu na mama yangu, ili nimfanye kama mtoto wa mwisho pale nyumbani, awe anamsaidia mama. Na kweli amemsaidia mama kwa kazi toka mwaka 2007 mpaka leo. Ndiye aliyekuwa anasimamia shughuli zote, ndiye anasimamia shughuli zote pale nyumbani. Hata leo asubuhi alienda kukamua ng'ombe wa mama yangu pale nyumbani, na wakaongea na mama, na alikuwa mzima, alikuwa salama kabisa. Kwa hiyo kijana wangu ningetamani sana, kwa vyovyote vile, naomba sana awe salama. Naomba sana yeye huyo awe salama. Kama hakuna zaidi ya huyo, basi namsubiri Mungu yule achunguzaye viuno, ndiye atakuja kunilipia. Kwa hiyo kijana wangu naomba awe salama. Naomba awe salama. Naomba awe salama tu. Lakini inaweza ikawa pengine ni Mungu amenipiga. Vitu kama hivi huwa vinafanywa ili basi wa Pentekoste washerehekee. Kwa Mungu amekupiga kwa sababu unasema gari la upendo mkone lina damu. Mungu amekupiga kwa sababu unapinga mauaji. Damu, gari la upendo mkone na damu, nimeeleza sababu kwa nini nasema nina damu asipokee. Na pengine Mungu amekupiga kwa sababu unapinga mauaji, unapinga dhuluma, unapinga uonezi kwenye nchi. Mungu amekupiga, napokea. Ameshanipiga sana. Amenipiga, ameuawa mwanangu wa pekee, akawa amenipiga Mungu wa Pentekoste. Ameuawa binti yangu Sifa, akawa amenipiga Mungu wa Pentekoste. Na watu wengine wa karibu yangu, akawa amenipiga Mungu wa Pentekoste. Na itakuwa sasa amenipiga Mungu wa Pentekoste.
napokea, lakini sijuti wala sibadilishi ukiri wala maneno. Hiki ninachokifanya nalikipokea kutoka kwa Baba, kutoka kwa Mungu mwenyewe, nikiamini mhubiri yoyote ambaye ni wa underground kabisa, wa chini kabisa, alitakiwa wanafanya hiki ninachokifanya. Msomo wangu uko pale pale, Upendo Nkone, hilo gari, kwa sababu wanaojihusisha ni hao waliojaa damu, usipokee. Kwa sababu mazingira ya kukabidhi hilo gari ni siku ya kuamsha uchungu na machozi ya watu, au kukejeli zaidi vifo vya watu waliouawa kikatili. Upendo, hiyo gari usipokee. Huo ni msimamo wangu usioyumba, haubadiliki. Kama ni Mbarikiwa unapinga mauaji, haitakiwi. Nitapinga mpaka siku yangu ya mwisho. Mimi kwangu usiue ni amri ambayo wahubiri wanatakiwa kuihubiri. Ni moja ya dhambi mbaya zaidi. Katika dhambi mbaya kubwa, dhambi ya kuua ndiyo ambayo yenyewe ni mbaya na itakiwa iwe na msingi mara wa kusema kwa nguvu, msiue watu, msidhulumu watu kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya mali. Utu wa mtu upate thamani. Utu wa mtu uwe na thamani. Utu wa mtu uwe na thamani kuliko cheo, kuliko pesa unayohitaji. Nitakurudia kutoa taarifa kwa kina mara baada ya taratibu kadha wa kadha kuendelea. Asante na hongera sana kwa kunisikiliza.